Hello, karibu katika channel yetu ya Elimika. Katika video hii nitakuelekeza jinsi gani unaweza ku create task pamoja na subtask. Hivyo kama ni mara yako ya kwanza kushiriki katika video zetu, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuweza kupata update pale tutakapo tuma video nyingine zinazohusu ajira pamoja na elimu mbalimbali. Kwa hiyo ili kuweza kutengeneza task ni lazima uwe na moduli ya hii utendaji wa watumishi. Kwa hiyo hapa tutakwenda kukuonyesha kwa upande wa majukumu ya mwalimu. Kwa tutaandaa mpango kazi wa mwaka kwa majukumu ya mwalimu. Kwa hiyo tutabonyeza moduli ya hii utendaji. Kama umejisajili na moduli hii haipo, basi unapaswa kuwasiliana na IT wa wilaya yako aweze kuwezesha hii moduli kupatikana katika akaunti yako ya ESS kuweza kutengeneza mpango kazi wako wa mwaka. Kwa hiyo tutaingia katika akaunti yetu ya ESS, tutaenda katika moduli ya hii utendaji, tutaisubiri iweze kuload. Sasa kabla haujaanza kuandika mpango kazi wako, hakikisha kwamba hapo kulipoandikwa purpose ya type inasomeka kama tunavyoona kwa ya mwalimu. Hiyo inasomeka hivi. Kwa kama inasomeka hivyo, tutakuja hapa kulipo na vidoti, hiyo mistari mitatu tutabonyeza. Tutakuja kuchagua ama kufungua module katika kipengele cha performance planning. Tutabonyeza hicho kimshale, kisha tutachagua hapo kulipoandikwa task and subtask. Utabonyeza. Baada ya kubonyeza, tunaona kwa nyuma huko imeshafunguka. Kwa hiyo sisi tutakwenda kuondoa hii sidebar yetu kwa kubonyeza hapo. Haya, baada ya hapo tutakuja kuhakikisha mwaka. Tunaona mwaka unasoma 2026. Sasa ili kuweza kutengeneza task, tutakuja kubonyeza hapo create task. Baada ya kubonyeza, tutasubiria ifungue uanze kuweza type task yetu. Kama tunavyoona tayari imeshafunguka. Kwa hiyo hapa tutatype task kuu yetu. Kumbuka task ziko zaidi ya moja. Kuna task inayohusu utekelezaji wa majukumu ya ufundishaji kama tunavyoona, na ujifunzaji ni task yetu. Kwa task kuu yetu kama mwalimu, ya kwanza ni kutekeleza majukumu ya ufundishaji na ujifunzaji, ambapo ndani ya task hii tutakuwa na subtask zake, ambapo labda ni kuandaa maazimio, kuandaa mipango kazi na kadhalika. Kwa hiyo hapo kwenye utekelezaji nitaweka kama hivyo. Katika task ya kwanza nitaweka kutekeleza majukumu ya ufundishaji na ujifunzaji. Baada ya kuona imekaa vizuri, hakuna typing error, utakuja kubonyeza save ili kuweza save task yako. Kwa hiyo nitakagua kwa mara ya mwisho utekelezaji majukumu ya ufundishaji na ujifunzaji. Nitabonyeza save, itaload, tusubiria iweze kuload, itaload, na mwisho wa siku task yetu itakuwa saved. Tayari task yetu imeshakuwa saved. Tutabonyeza okay. Sasa kama nilivyokuambia kwamba unakuwa na task kama ambavyo tumeiweka. Sasa kuna subtask. Subtask ya task yetu tunaiweka wapi? Tutakuja hapa kulipokuwa na action. Tunaona hapo kuna action. Labda nikiweza kuirotate simu yangu, utaona hapo kuna button ambayo iko mbele ya hii task yetu. Ni vidoti vitatu, lakini hapo juu tunaona title ni action. Sasa hiyo utakapoigusa, tunaona hapa imetupa machaguo ya kuview, kudelete task, kuedit, kuview pamoja na kucreate task. Sasa kabla sijaendelea, naomba ufahamu jambo moja. Mfano utakapo create task, subtask ambayo iko ndani ya hiyo task yetu, hakikisha kwamba unaitengeneza kwa usahihi, kwa sababu utakapo
kucreate subtask na kuisave. Ikitokea umesubmit, basi hautakuwa na uwezo tena wa kuweza kuifuta. Na hata kama ukiifuta bado itaendelea kusoma, japokuwa kwako inaweza isionekane. Kwa hiyo hakikisha kwamba una edit kabla hujaisubmit kuweza kuituma kwa supervisor wako. Kwa hiyo hapo tutakwenda kucreate subtask yetu ya kwanza. Subtask yetu ya kwanza katika kutekeleza majukumu ya ufundishaji tunasema kwamba ni kuandaa maazimio. Sasa hapa natakiwa andae subtask ambayo inapimika. Kwa utaandika kuandaa maazimio. Wewe una madarasa mangapi? Sasa hapa mfano tuna madarasa matatu. Kwa tutaandika kuandaa maazimio, tutaweka idadi ya maazimio ni ngapi? Matatu. Ya nini? Utaweka ya masomo. Unaweka sasa masomo gani utaweka? La kwanza ni kemia kidato cha kwanza. Utakuja jingine utaweka hapo ni fizikia kidato cha kwanza na fizikia kidato cha nne. Kwa hiyo mpaka hapo tayari nimeshaiandika subtask yangu kwamba ni kuandaa maazimio, naweka idadi ya maazimio. Tunaona hapo ya masomo ya kemia kidato cha kwanza, naweka koma, fizikia kidato cha kwanza, tunaweka koma, na fizikia kidato cha nne. Kwa hiyo baada ya hapo tuna save subtask yetu. Tutaisubiri iweze kuload. Tunaona kuna error imeweza kutokea. Nitaisave kwa sababu nimetumia muda mwingi katika hiki kipengele. Nitakopi. Baada ya hapo nitakuja log in kwa mara nyingine. Nitarudia ile step ambayo nilikwamia kutokana na mtandao. Utakapokuwa umekaa muda mrefu kwa sekunde kadhaa, basi mfumo wenyewe utakapokuwa unataka kusave utajitoa katika account automatically, maana utahitajika tena kulogin ili kuweza kuendelea. Kwa hiyo nimelogin, nimekuja katika module ya utendaji, nimekuta task yangu. Kwa hiyo hata nikiview hapo kwa kuja nakuta bado sijatengeneza ile subtask yangu, sijaisave, haijakamilika. Kwa hiyo nitabonyeza tena hiyo vidoti vitatu, nitakuja create subtask kwa kuwa nilikopi kabla ya kutoka, nitaipaste kisha nitasave. Kwa hiyo hapo tunaona imeshakuwa created. Kwa hiyo mpaka hapo tunaona kwamba tayari kuna subtask imeshatengenezwa. Tunaona tayari kuna subtask imeshatengenezwa. Kama ukiangalia kwa makini utakuja hapo ambapo kwenye status imeandikwa created, lakini kunaonyesha namba ni moja. Kwa tumetengeneza subtask moja mpaka sasa. Kama nikiview subtask zangu nitaikuta hiyo hapo. Sasa hii utakapoitengeneza kama hivi utapaswa kuisubmit. Kwa wale ambao wanatumia simu, nadhani unaona kwa makini. Nikiweka katika position kama hii vertical simu yangu, sitaona ile vidoti ambavyo viko mbele ya hii subtask. Lakini nitakapoilaza nitaona zile action tools yetu ipo. Kwa hiyo nitaibonyeza hii action tools, na baada ya hapo nitakuja hapo kulipoandikwa submit subtask. Baada ya kuicreate unatakiwa uisubmit ili imfikie supervisor wako. Kwa hiyo baada ya mimi kujiridhisha nimeiandika vizuri, basi nitabonyeza hapo kulipoandikwa submit subtask ili iweze kumfikia supervisor wangu. Kwa utafanya hivyo kwa kila subtask yako. Kwa hiyo utarudia mfano na subtask nyingine, utaweka hapo kuandaa labda mpango kazi. Tunasema tunaandaa labda ni lesson plan zile. Kwa utaandika labda unaandaa lesson plan. Hakikisha kwamba unajua unaandaa
lesson plan ngapi kwa mwaka. Lakini pia kuna subtask nyingine ni kufundisha. Sasa hapa kwenye kufundisha utaandika kufundisha labda vipindi 245. Sawa, vya nini? Vya masomo. Utaweka hapo somo fulani kidato cha ngapi, somo fulani kidato cha ngapi, somo fulani kidato cha ngapi. Baada ya hapo utaisave, kisha utakwenda tena kuisubmit. Kwa kuwa mimi bado sijapigia hesabu ya vipindi, basi nimekuonyesha hiyo ya kwanza kama demo. Kwa utaitumia hatua hizo za kwanza kuweza kutengeneza hiyo task pamoja na subtask.